Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Uhuru wa Yesu. Niwakaribishe katika ibada hii fupi kwa ajili ya huduma ya pekee ya kufariji ndugu jamaa na marafiki tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kumstiri mtoto wetu Ibrahim ambaye siku ya juzi alipatwa na mauti. Ni kweli kwamba hakuna atakayesalia katika ulimwengu huu bila kuonja mauti. Ingawa Biblia inasema kuna watu ambao Yesu atarudi atawakuta wakiwa hai, na ili waweze kupaa kwenda mbinguni, kufumba na kufumbua, watabadilishwa na kupewa mwili wa kutokufa. Lakini pamoja na hayo yote, mchana wa leo tumekuja kwa ajili ya neno la faraja na kutiana moyo katika ulimwengu huu. Na hivyo basi niwakaribishe wana na binti za Mungu ambao mko mahali hapa kwa ajili ya kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu mchana wa leo. Tunapoenda kusoma neno la Mungu mchana wa leo katika kitabu kile cha Zaburi ya 90 na mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema: na wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala haijaumbwa dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Hakuna mtu anayeweza kuruhusu mwanadamu akalala mauti katika ulimwengu huu pasipo uwezo wa Mungu, na yeye ndiye anayeweza kuruhusu roho yangu na roho yako ife. Na kwa mantikio anasema yeye ndiye anayerudisha mtu katika mavumbi. Anasema mwanadamu, mwanadamu, rudi mavumbini. Na katika ulimwengu huu hakuna atakayesalia. Hata kama utakuwa na pesa, hata kama utakuwa na nguvu, hata kama utakuwa na nguvu za giza, hata kama utakuwa na uwezo, hata kama utakuwa ni mzuri, hata kama utakuwa ni mrembo, hata kama utakuwa ni tajiri, hata kama utakuwa ni maskini, hata kama utakuwa mzuri kama wazungu. Na cha ajabu unaweza kujiona kwamba wewe kwa nini unakufa kwa sababu ni mweusi. Hata weupe wanakufa. Hata wazungu wanafanyeje? Wanakufa, wanapata na mauti, wanaugua, wanaumia na wanalia. Kwa sababu ya dhambi ilipoingia duniani kwa Adamu na Hawa, mwanadamu, ule utukufu wa Mungu ulipotoweka, hatia ya dhambi ikaingia katika nafsi ya mwanadamu. Na maana leo mtu akisikia kifo anatetemeka na kulia. Watu wanalia na kugaragara. Kwa sababu gani? Dhambi inatesa maisha ya mwanadamu. Na hususan watu wanaokufa katika kifo kama cha Ibrahimu, watu wanaumia sana kwa sababu mtoto mdogo anakufa. Haijulikani angekuwa nani katika taifa hili. Haijulikani angekuwa ni nani katika ukoo huu. Haijalishi angesaidia watu wangapi katika ulimwengu. Watu wanaumia. Na wakati fulani unaona hata wazazi, ndugu jamaa na marafiki wanaumia kwa sababu ya dhambi iliyoanza kwa Adamu na Hawa. Mchana wa leo, kabla hatujalala mauti, kila mmoja wetu amuite Yesu katika nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo unapoona ufundi wa Mungu unapoishia. Ya kwamba kwenye uumbaji alipomuumba mwanadamu kwa sura yake akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Hapa ndipo mwisho wa maneno. Hata kama ungekuwa unaruka na ungo usiku, hata kama ungekuwa unakimbiza fisi usiku, hata kama ungekuwa na bunduki unaweka nayo kwenye miguu, kwenye socks umeweka pistol, nyingine umening'iniza mgongoni, zingine umeficha chooni, na zingine umezitunza unakojua mwenyewe, lakini itakapofika mwisho wa maneno ni hapa kwenye gereza. Ndipo unapoona watu wengi wanapoambiwa, jamani ndugu, jamani marafiki,
Njooni kanisani tuabudu Mungu, tupate uwezo wa Roho Mtakatifu, tuweze kumpokea Kristo kwa Mwokozi maisha yetu. Anakuambia hamna, hata unaenda kanisani au unaenda kutafuta sadaka tu. Haya makanisa unayoona yote ni makanisa ya wazungu haya. Walikuja kutuibia mali zetu huku, wakaleta imani za wazungu. Kwa hiyo waacheni tu wao wanaoenda kanisani waende huko. Sisi tunaenda kwenye makaburi kwenda kugabera, tutaendelea kuvaa matende na marupege na mashirongo. Hayo ndio jadi yetu. Wanakuambia hayo ndio maisha ya Watanzania. Hayo ndio yalikuwa ni maisha ya wazee wetu. Waliishi hivyo. Lakini nakwambia hata ukiwa na ibada ya mizimu, hata kama unaenda kuwalami hao watari wanaokutesa usiku ulali, unavaa matendere 12 kwenye mikono, hata ukiyavaa hayo, hapa ni mwisho wa maneno. Utakufa na hao watari wanaokusumbua, na uliowabebea matendere, uliovalia marupege na mashirongo, hao yote ipo siku watashindwa. Alafu utakaa kwenye jeneza kama hili. Wale wajanja wanafanyaga hivi. Akiona amezidiwa sana, sema sasa nimeshinda kabisa, tafuteni hata mchungaji au katekista au padri aje niwekee tu mkono, sasa nilale. Nyakati za jioni, Waswahili wanasema nyakati za jioni ndio mtu anakumbuka ya kwamba kumbe kuna nguvu ya ziada ambayo inapaswa kumkiri mwanadamu, kumfanya mwanadamu aweze kukiri, ili anapolala katika mavumbi aweze kupata nguvu ya Roho Mtakatifu siku atakapokuja Yesu Kristo. Katika ulimwengu kuna ufufuo aina mbili tu. Kuna ufufuo wa kwanza ambao Yesu atakapokuja, wale watakaofufuliwa wateule wa Mungu. Na huo ufufuo watafufuliwa tu wale ambao ni wacha Mungu, waliofanya mema na kwenda kwenye ibada za kanisani kwa ajili ya kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hao watafufuliwa. Utasema watafufuliwaje? Kamuulize Lazaro alipofufuliwa kwenye kaburi. Kamuulize Musa alipofufuliwa kwenye mlima wa Karmeli. Utajua ya kwamba wanafufukaje. Lakini ufufuo wa pili na mauti ya pili ni wale ambao wamekataa kumpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi maisha yao. Hao wameishi katika dhambi, wameishi katika tamaa za miili yao, wakinywa pombe, wakikaa kwenye vilabu, wakiwa kwenye uchawi, wakiwa kwenye uzinzi, wakiwa kwenye ulevi, wakiwa kwenye mambo mengine ambayo hayampendezi Mungu, na wameliacha kanisa. Hao ndio Yesu atakapokuja, wasipotubu na kuungama dhambi zao, hao ndio Yesu atakapokuja ile mara ya pili, na watafufuliwa ili wamshuhudie tu mwana wa Adamu anakuja kutoka mbinguni. Ila wale ambao wanaishi kwenye dhambi leo, unafanya uzinzi leo, lakini unasema kwa kweli, mtumishi wa Mungu, nimesikia habari hizi, nimekiri Kristo kuwa Mwokozi maisha yangu katika msiba huu, na nimeacha, kama ni uzinzi, kama ni uchawi, kama ni ulawiti, kama ni ulaghai, kama ni ulevi, umekubali kuacha. Utakapolala mauti, Yesu atakapokuja atakwambia hivi: heri mtumwa mwaminifu, ingia katika raha ya Bwana wako tangu sasa, iliyowekwa tangu kuwekwa kwa misingi, tangu ilipoanzishwa msingi ya dunia. Hao tu ndio watakaookolewa. Ndugu zangu na maana marafiki, hatumfanyii huyu Ibrahimu ibada, tunafanya ibada kwa ajili yenu nyinyi mlio hai. Na wengine hapa leo, kwa sababu umefanya mioyo yenu kuwa migumu, mnapotoka mahali hapa, hebu nenda kajiulize nyumbani kwako pale, umekaa kitandani kwako chumbani kwako, hivi haya ninayofanya yanampendeza Mungu aliyeniumba? Wanadamu wamekuwa wajanja leo. Niliona mtu mmoja ametoboa masikio mara 7. Masikio imetobolewa mara 7. Mungu kakuumba wewe ni mweusi, wewe ni soft, wewe ni mrembo, ukaitoboa masikio na pua ukatoboa toboa. Alafu cha ajabu, wataalamu wanasema hivi, hata wale ng'ombe, ni wafugaji huko, nafikiri mnaelewa, wale ng'ombe ambao zamani walikuwa wanapigwa chata kwenye mapaja hapa, ilifika hatua wakakataliwa na wanunuzi. Na maana siku hizi mtu anafuga ng'ombe maksai, akienda sokoni
ana ngozi soft, atobolewi sikio, apigwe chata kwenye paja, wala hawezi kuasiwa. Kwa sababu gani? Dunia imefika hatua ambapo Mungu mwenyewe na hata walaji wa nyama wanataka ngozi ya nyama ambayo ni soft. Wanaweza sivyo? Kwa unapoitoboa mwili wako na kuweka majarongoto kwenye mwili wako, Mungu mwenyewe aliyekuumba anakasirika. Anakasirika. Hebu niambie, leo hii umenipa zawadi. Wewe ni baba yangu, kwa wazazi ambao mnaweza kunizaa, umenipa zawadi ya simu hii. Alafu kesho ukaja ukakuta hii simu nimeibonda, yani nimeipiga ikawa na mara kioo kimepasuka huku, mara ipasuka huku, na hii cover nikachukua nikachana nikatakata na wembe, mara imepaka rangi ya blue, mara ya nyekundu, mara nyeusi. Unajisikiaje kwenye moyo wako? Utaona kama vile nimekuwa na nini? Dharau. Kwa maisha tunayoishi katika ulimwengu wa sasa yanapaswa yampendeze Mungu wapi? Wa mbinguni. Tubadilishe maisha yetu. Mungu wetu mchana wa leo atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Atusaidie tuyaache yale ambayo Mungu hataki. Na wengine leo mshukuru mtoto huyu kufa. Asingelala huyu mtoto, wengine leo mlikuwa mnaenda tu kulewa. Wengine leo mlikuwa mpanga tabia zile mbaya mnazofanya, tungeenda kufanya hayo. Lakini kwa sababu kijana amelala, umekuja msibani, umevaa nguo yako safi, umejitunza, wewe ni mzuri, mstaarabu. Maisha uliyoona leo kwa huyu mtoto, ukitoka leo hapa siku zote ukaishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa tu msafi hivyo, kuwa mstaarabu hivyo. Ukienda shambani ukichafuka na matope kwenye majaruba kule, ukirudi nyumbani oga, vaa nguo, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kufanya dhambi tena. Dhambi ndio inaleta mauti. Na baada ya kufanya hayo yote, hata ukienda kuyafanya, mwisho wa siku nimwambia, hapa ni mwisho wa maneno. Mungu atusaidie. Nabariki neno hilo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo.